Karibuni tena katika familia yetu ya Maarifa ya Neno ili tuweze kutafakari kwa pamoja. Na tafakari yetu ya leo ni swali linalouliza kwamba je, Yesu alimaanisha wanafunzi wake wajitenge na watu wengine? Je, Yesu aliwataka wanafunzi wake wajitenge na watu wengine? Tuliona kabla ya Yesu kuyaendea mateso na kifo na hatimaye kufufuka, alifanya maombi ya nguvu kama tunavyoweza kusoma katika Yohana sura nzima ile ya 17. Zaidi basi katika mstari ule wa 16, yani Yohana sura ya 17 mstari wa 16, tunaona Yesu akiomba akisema, wao si wa ulimwengu huu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Yesu alifanya maombi ya kuwaombea wanafunzi wake akasema, wao si wa ulimwengu huu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Sasa swali ni, Yesu alimaanisha akina nani? Na je, alimaanisha nini aliposema wao si wa ulimwengu? Sasa je, Yesu alimaanisha wale 12 tu, kwamba wale ni special, kwa hiyo basi wajitenge na ulimwengu? Je, Yesu alimaanisha wajitenge na watu wengine na kamwe wasichangamane na watu kwa sababu wao si sawa na watu wengine? Yaani ni watu special ambao walipashwa kujitenga na watu. Je, maombi yale yaliwahusu wanafunzi wake aliokuwa nao wakati ule tu? Jibu ni kwamba Yesu hakumaanisha wale aliowaombea tu, bali aliwaombea wote watakaokuwa wanafunzi wake. Yesu aliwaombea wote ambao watakuwa wanafunzi wake. Tena Yesu alisema waziwazi katika ule mstari wa 20 kuwa wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao, yaani kwa sababu ya kujifunza kutoka kwa hawa ambao alikuwa nao kwa wakati ule, yaani wanafunzi wake. Tunakumbuka Yesu aliwatuma wanafunzi wake waende duniani kote kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wake, kama tunavyosoma katika Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 mpaka ule wa 30. Kwa hiyo kwa ujumla Yesu alimaanisha wanafunzi wake, yaani wale wote watakaofanyika kuwa wanafunzi wake. Ile sala Yesu aliyoifanya basi ni sala ambayo iliwahusu wote, sio tu wale aliokuwa nao wakati huo, bali na wale wengine watakaolisikia neno au watakaomwamini Yesu kwa neno la wale watakaotumwa kuwafikia. Sasa tujibu, je, Yesu alimaanisha kuwa wao ni tofauti na watu wengine au wajitenge na watu wengine? Kwa maana nyingine ni kwamba, je, Yesu alimaanisha kwamba tukishakuwa wanafunzi wake basi tujitenge na watu wengine, tuonekane ni kikundi cha kipekee ambacho ni kipo tofauti na watu wengine, kwa hiyo basi tusichangamane na watu wengine? Yesu hakumaanisha kwamba sisi wanafunzi wake tujitenge na watu wengine hata kidogo. Hakumaanisha hivyo. Nimewahi kuona baadhi ya waumini wa makanisa fulani
wakijitahidi sana kujitenga na wale wasio wa kanisa lao, na baadhi ya vikundi fulani wakijitahidi kujitenga na watu wengine, eti katika kutekeleza maneno haya ya Yesu, jambo ambalo ni makosa makubwa sana. Yesu hakuwafundisha wanafunzi wake wajitenge na watu kimwili, yaani watu kujitenga kabisa na watu wengine katika maisha na katika taratibu za kila siku. Badala yake, Yesu alimaanisha kwamba wataishi katikati ya watu, lakini hawatafuata maadili na mienendo ya dhambi ya ulimwengu au ulimwengu wa dhambi. Alichomaanisha Bwana Yesu ni kwamba sisi kama Wakristo bado tutaishi katikati ya watu ambao si Wakristo, au tunaishi kati ya Wakristo na wasiokuwa Wakristo, lakini cha msingi ni kwamba sisi kama wafuasi wake tunapashwa kuto kufuata maadili na mienendo ya dhambi ya ulimwengu au mienendo ya ulimwengu wa dhambi. Yesu alisema, wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu, ambapo hiyo tunaipata katika Yohana sura ya 17 mstari wa 16. Sasa hapo tunajifunza kwa Yesu kuwa sisi hatupashi kujitenga na watu. Yesu aliishi na kushirikiana na watu, hata wale waliokuwa wanachukuliwa kuwa wenye dhambi, kama alivyosema katika Luka sura ya 5 mstari wa 31 mpaka wa 32, ambapo alisema, wenye afya hawamhitaji tabibu bali wagonjwa. Sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi wapate kutubu. Tunaona Yesu alikula pamoja na watoza ushuru, hakujitenga nao. Alizungumza na wenye dhambi, lakini hakushiriki dhambi kamwe. Yesu alikula pamoja na watoza ushuru na makahaba, alizungumza na wenye dhambi, lakini hakushiriki dhambi yao. Huu ndio mfano unaopashwa kuwa kwetu, kuishi na watu bila kuiga dhambi zao, kuishi katika ulimwengu wa dhambi, lakini kutokuwa sehemu ya dhambi ya ulimwengu. Kama tulivyosema, tunaishi katika ulimwengu uliojaa dhambi kama uzinzi. Mfano tunasoma hilo katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 27 mpaka wa 28, au wizi kama tunavyoona katika Kutoka sura ya 20 mstari wa 15, tamaa na ubinafsi kama tunavyosoma katika Luka sura ya 12 mstari wa 15, ulimwengu wenye kiburi kama tunavyosoma katika Mithali 16 mstari wa 18, au ulimwengu uliojaa wivu kama tunavyosoma katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 26, chuki na hata hasira, Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15, ulimwengu uliojaa uongo, Mithali 12:22, uasherati, ibada ya sanamu, Wakolosai sura ya 3 mstari wa 5, na ulevi kama tunavyoona katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 18. Lakini tumeitwa kuto kujiunga na mambo hayo. Paulo katika waraka wake kwa Warumi sura ya 12 mstari wa 2 anasema, wala msifuate namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Henoko ni mfano mzuri sana wa jambo hili.
Ukisoma Mwanzo sura ya 5 mstari wa 24 utapata habari za Henoko, na utaona kwamba Henoko alipendwa sana na Mungu na alitoweka, maana Mungu alimchukua. Biblia inasema Henoko hakuonja mauti, bali Mungu alimchukua. Sasa ni kwa nini Mungu alimpenda Henoko na alimchukua ili asife katika sehemu alikokuwa anaishi na kumpeleka sehemu nyingine ambapo watu walidhani kwamba Mungu alimchukua Henoko moja kwa moja mbinguni? Mungu alimpenda Henoko na hakumwacha aonje mauti, kwa sababu Henoko aliishi katika ulimwengu uliojaa dhambi, lakini yeye alijitenga na ulimwengu ule wa dhambi na alitembea na Mungu. Hakushiriki katika uovu wa watu wengine, na ndiyo maana Mungu alimchukua kabla hajaumizwa au kabla hajauawa, kwa sababu asingeweza kukaa katika ulimwengu ule ambao yeye alienda kinyume nao. Alitembea na Mungu, hivyo Mungu akamchukua pasipo kuonja mauti, yaani pasipo kuuawa. Sisi nasi tumeitwa kuwa nuru. Yesu alisema katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 14 mpaka ule wa 16, alisema hivi: ninyi ni nuru ya ulimwengu, vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele za watu, ili wapate kuyaona matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Hii ina maana kwamba maisha yetu yaonyeshe haki, upendo na ukweli. Watu wamwone Mungu kupitia hayo katika sisi. Pia tunasoma katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 15 hivi: mng'ae kama nyota katikati ya kizazi kilichopotoka. Tunaitwa kutengwa kwa utakatifu, lakini tunatumwa ulimwenguni. Sisi wa Kristo ambao Bwana wetu Yesu Kristo alituombea ile sala, tunaitwa kutengwa kwa utakatifu, lakini tunatumwa ulimwenguni. Tunatumwa katika ulimwengu uliojaa dhambi. Biblia inaonyesha mizani muhimu kwamba tuwe watakatifu, kama tunavyosoma katika Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 15 mpaka wa 16, ambapo Biblia inasema iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na pili, tumetumwa kwa watu kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 20 mstari ule wa 21. Anasema hivi: kama Baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Hivyo maisha ya Mkristo si kujitenga, bali ni utume. Nirudie tena, maisha ya Mkristo si kujitenga, bali ni utume. Kuwa ulimwenguni lakini si wa ulimwengu kuna maanisha kwamba tunaishi na kufanya kazi kati ya watu, lakini hatufuati dhambi zao. Tunatembea na Mungu kila siku kama Henoko, tukionyesha tabia ya Kristo. Ukisoma Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17, anasema msiipende dunia wala mambo yaliyomo duniani. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo duniani, bali afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Kuipenda dunia sio dunia aliyoiumba Mungu, bali
ni ya anasa. Mambo yote haya ya dunia ambayo si mambo ya kimungu, bali ni mambo ya yule mwovu. Hivyo basi, hatujaalikwa kuukimbia ulimwengu, bali kuubadilisha kwa maisha yetu. Tumealikwa kuto kuukimbia ulimwengu, bali kuubadilisha kwa maisha yetu. Kama Yesu, tunapaswa kuwa karibu na watu, kuwa na upendo, lakini tunapaswa kusimama katika kweli. Kama Henoko, tunapaswa kutembea na Mungu kila siku, na kama nuru tunapaswa kuangaza ili wengine wamjue Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.